wa kutoa dawa bure kwa wagonjwa wa akili. Naibu Waziri Dr. Godwin Mollel anatoa maelezo ya majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, mkakati wa serikali wa utoaji wa huduma za afya unafuata sera ya afya ya mwaka 2007, sura ya 5, sehemu ya 4, ibara ya kwanza hadi ya 3, ambayo imefafanua njia mbalimbali za ushirikishwaji, uchangiaji na utoaji msamaha ya huduma za afya. Sera inaelekeza wagonjwa wenye ugonjwa wa muda mrefu ikiwemo matatizo ya afya ya akili wanaweza kupatiwa msamaha wa huduma za matibabu kulingana na uwezo wa wagonjwa hao au watu wanaohudumia kupitia mifumo inayohusisha afisa ustawi wa hospitali husika na watendaji kutoka eneo ambalo mgonjwa anaishi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini njia zilizoelezwa kwenye jibu la msingi hazinufaishi walengwa ipasavyo. Nini kauli ya serikali kwa hili? Lakini pia Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, serikali inaonaje ikawakumbusha maafisa ustawi kutekeleza haya ambayo yameelezwa kwenye jibu la msingi, kwa kuwa tayari tuna takwimu sahihi za watu wenye ulemavu? Mheshimiwa Spika, hali ya wagonjwa wa akili si nzuri, na hasa ikizingatia kwamba hawana uwezo wa kugharamia matibabu haya. Naomba kauli ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Stella Ikupa. Kwanza nianze kwa kumpongeza kwa sababu kwa kweli kama kuna eneo ambalo ametendea haki katika bunge hili kwa miaka hii mitano ni eneo hili la walemavu, lakini pia la wenzetu wenye matatizo ya akili. Mimi nimwambie tu kwa sababu tunakuja na sera mpya ya afya, eneo hili tutaenda kuliangalia kwa kina, tuone ni namna gani tunaweza tukaboresha, na mimi na wewe tushirikiane ili utupe mawazo tuweze kuja na namna nyingine nzuri mpya ambayo inaweza ikawafikia vizuri wahusika. Lakini eneo la pili, swali lake la pili ni kwamba tunafanyaje ili niwaambieje ustawi wa jamii waweze kufanya kazi yao. Mimi niseme tu, nisisitize, moja, kuwaomba wananchi ambao wana wagonjwa wa aina mbalimbali wasio na uwezo wa kulipa washirikiane na watendaji wa kata kuhakikisha wakati wanaelekea kwenye hospitali basi wawe tayari na zile barua za watendaji wa kata, na kuwaomba watendaji wa kata nchi nzima watoe ushirikiano kwa wagonjwa na ndugu wa wagonjwa ili kuweza kusaidiwa. Ila ni mtoe tu wasiwasi dadangu Stella Ikupa, kwa mfano kwenye hospitali yetu ya Mirembe kwa mwaka huu tu serikali imepeleka kuanzia Juni 2024 mpaka sasa serikali imepeleka dawa zenye thamani ya bilioni 1.72, lakini zaidi ya dawa za milioni 800 zimetolewa kwa wagonjwa wenye matatizo kama hao ambao hawawezi kujilipia. Lakini ni kuhakikishia kwamba tutaendelea kuboresha, na ili eneo tunaenda kulifanyia kazi ili kutizama kwa kina zaidi kuhakikisha tunaondoa matatizo unayoyasema. Mheshimiwa Conchester Ramlaza, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, watoto ambao wana magonjwa ya kifafa na magonjwa mengine kama hayo ambayo yanaathiri ubongo, gharama za kununua dawa zao ni gari, lakini pia ni za kutumia muda mrefu. Wazazi wengine Mheshimiwa Spika wanatoa unaweza kununua za mwaka mmoja, miaka mingine mitano wanawaachia katikati. Je, serikali haiwezi kutoa ruzuku kusupplement hizi dawa ili wazazi waweze kuzinunua na watoto waweze kutibiwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika,
Cha kwanza, kwa sababu sasa tulichonacho kwenye sera ya afya ni utaratibu huu nilioutaja hapa, tutaendelea kuuboresha ili uweze kuwafikia na kusaidia watu kama hao. Lakini nimwambie tu mheshimiwa mbunge amefanya kazi nzuri sana hapa ya kuja na bima ya afya kwa watu wote. Mimi nafikiri nalo hili ukijumlisha hili la kisera, lakini pia bima ya afya kwa wote inaweza ikatusaidia tukafika mahali pazuri sana za kuhudumia watu kama ambavyo ametegemea hili. Mheshimiwa Amandus Chingwile, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Wako wananchi wenye tatizo la afya ya akili na bado hawajapata huduma, na hasa jamii zetu ni kama vile zimewatenga, hasa maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Spika, upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba elimu inatolewa na kuhakikisha wale wenye tatizo la afya ya akili tunawafikia, na hasa kwenye maeneo ya vijijini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli kama anavyosema mheshimiwa mbunge, tuna wagonjwa wenye afya ya akili na mara nyingi jamii imeshindwa kusaidiana na serikali kuhakikisha wanafika kwenye maeneo wanaweza wakapata huduma. Sisi ambacho tunakifanya kwa kushirikiana na TAMISEMI lakini pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ni kuendelea kuelimisha jamii ili kutambua haya mambo na kuweza jamii kung'amua hao watu na kuwafikisha mapema kwenye vituo vyetu. Na kwa kweli jamii imejitahidi. Kwa mfano kwa mwaka huu tu toka Juni mpaka sasa wagonjwa 2700 wamefikishwa kwenye hospitali yetu ya Mirembe, na maana yake hao tu ni wale unaozungumzia kwenye hospitali ya taifa. Maana yake hata kwenye wilaya zetu na sehemu zingine wamefika wengi sana. Kwa hiyo hamasa inaongezeka, lakini ni kweli bado kuna tatizo. Tutaendelea kuongeza nguvu kwenye eneo hili. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Katika zahanati mbalimbali hapa nchini kuna upungufu mkubwa wa dawa. Nini kauli ya serikali kuhakikisha dawa zinapatikana? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli, kwa kweli Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya kazi yake kwa maana ya kutoa fedha za kununua dawa. Na kama kwenye zahanati zetu, na kwa kweli najua kwamba nilikuwa nafuatilia data za kuanzia taifani kushuka chini, ukija kwenye hospitali zetu za zahanati wilaya utakuta upatikanaji wa dawa ni 88%, kwenye hospitali za taifa 99, 97. Ni kweli kuna upungufu kwa maana kuna 22% ya watu wasiopata dawa. Kikubwa tutaendelea kushirikiana na wataalamu wetu na kuwaonyesha namna ya kufanya maotea vizuri ili wanapoagiza dawa kishe dawa wananchi wanazozihitaji kwenye eneo husika zinapatikana. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kukarabati miundombinu ya hospitali ya Kitete Tabora yenye miaka zaidi ya 100? Serikali inaendelea kutoa majibu. Maandalizi wa mpango wa matumizi ya ardhi, yani master plan, unaotoa mwongozo wa uboreshaji wa hospitali ya Kitete tayari umekamilika. Hatua inayofuata ni kuanza utekelezaji wa ujenzi wa jengo jipya la wagonjwa wa nje, yani OPD. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Hawa Subira Mwaifunga, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, majengo katika hospitali ile mengi ni tangu wakati wa mkoloni lilikuwa yanatumika kama kambi la jeshi. Ndio maana nimeiomba serikali, lini mtakarabati majengo yale na sio ujenzi wa jengo la OPD? Mtakarabati majengo yale ili yaweze kufanana na hospitali ya mkoa. Swali langu la pili, ujenzi wa eneo la jengo la OPD kwenye hospitali ile, mnaendelea kuongeza msongamano kwenye eneo lile kwa sababu ni dogo na halitoshi kuendelea kuweka majengo mengine. Serikali haioni haja sasa ya kutengeneza bajeti ili kuweza kujenga hospitali mpya ya mkoa wa Tabora itakayoendana na hadhi ya mkoa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza nijibu maswali ya mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Moja, najua yeye amekwenda pale kwenye hospitali na anajua miezi 4 iliyopita nilikuwepo pale. Ukiingia pale kwenye hospitali ya Kitete utaona kuna ujenzi umeanza upande mwingine. Ukiingia tu utaona ujenzi umeanza. Lakini tumekuambia hapa kuna master plan.
master plan hii yote sio swala la kukarabati yale majengo. Tunataka yabomolewe alafu tunyanyue majengo ya kwenda juu ili sasa watu waweze kupata huduma. Lakini swali lake la pili, yeye mbunge alitamani kwamba ile hospitali iweze kujengwa sehemu nyingine badala ya kujenga eneo lile. Labda nikuombe mheshimiwa mbunge, kwa sababu ili kuamua hilo ni lazima kushirikiana wewe, lakini kwa maana ya RCC ya mkoa wako na makubaliano ya maendeleo ya mkoa wako, hebu tushirikiane kwa pamoja wakati tunai master plan haijaanza kutekelezwa, ili tutakapokuja na mkakati wa pamoja na mkoa wa Tabora, nyie mtakachokisema kama mkoa basi tutaenda nacho kwa pamoja kama plani yetu ya pamoja. Mheshimiwa Zaitun Swai, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Je, ni lini serikali itajenga ukuta kwenye hospitali ya wilaya ya Longido ili kulinda faragha za wagonjwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo anasema Mheshimiwa mbunge, ni kweli hospitali ya wilaya Longido imekaa na iko sehemu ambayo ni kubwa ya uwazi mkubwa na ni open. Mimi nitakachofanya Mheshimiwa, tutashirikiana na wenzangu wa TAMISEMI ili kuona ni namna gani wanaweza wakaweka swala hilo la ukuta kama mojawapo ya kipaumbele baada ya kumaliza majengo ya msingi ndani ya hospitali hiyo. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Halmashauri ya mji wa Bunda kwenye jimbo la Bunda mjini tunajenga hospitali yetu ya halmashauri kwenye kata ya Bunda Store. Mwaka jana zilikuja milioni 800 kwa ajili ya kuendelea na ujenzi, baadaye zikarudi. Hivi sasa ujenzi umesimama. Ni lini mtatupa hizo pesa ili tuendelee na ujenzi na wananchi wa Bunda wapate huduma ya afya bora? Mheshimiwa Spika, ngoja Mheshimiwa Naibu Waziri, hilo ni la kwako au la TAMISEMI? Hilo ni la kwako au la TAMISEMI? La TAMISEMI. Naibu Waziri, TAMISEMI. Mheshimiwa Dugange anauliza lini pesa za kumalizia ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya Bunda. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Bulaya kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba serikali ishapeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya Bunda na tayari baadhi ya majengo yamekamilika na imeanza kutoa huduma, lakini ilikuwa ni awamu ya kwanza na ya pili. Ujenzi wa majengo ya hospitali za halmashauri unakwenda kwa awamu na tutakwenda awamu ya 3 ambayo itakamilisha kwanza majengo ambayo hayajakamilika, lakini pili tutaanza kujenga majengo mengine ambayo yalisalia katika ujenzi. Kwa nini Mheshimiwa mbunge kwamba zoezi la ujenzi ni awamu na tutahakikisha kwamba tunakamilisha majengo hayo kwa wakati. Asante. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Maji, Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuboresha miundombinu ya maji safi na salama kwa wakazi wa Kilimanjaro? Mheshimiwa Kundo Matthew ni naibu waziri wa wizara hiyo, anakwenda kutoa majibu ya serikali. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa mkoa wa Kilimanjaro ni wastani wa 88% vijijini, huku eneo la mji wa Moshi likiwa linapata huduma kwa 100%. Mheshimiwa Spika, katika kuendelea kuimarisha huduma ya maji mkoani Kilimanjaro, serikali katika mwaka wa fedha 24/25 imekamilisha utekelezaji wa jumla wa miradi 13 ukiwemo mradi wa mji wa Same Mwanga Korogwe. Aidha, serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi mingine 11 ya Kiluyo, Vuje, Mloyo, Kisangaze, Msindo, Kalangale, Same, Kileo, Kivulini, Mwanga, Endumenti, Rombo, Marangu, Moshi, Kikafu kwa Sadara, Losaa, Kia, Hai, pamoja na miradi ya vijiji 8 katika wilaya ya Siha. Miradi hiyo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji na itakapokamilika inategemewa kuboresha huduma maji safi na salama mkoani Kilimanjaro. Mheshimiwa Esther Maleko, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika, nina maswali mawili ya nyongeza.
pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini bado kuna changamoto kwenye kata za Mamba Kusini, Mwika Kusini na Mwika Kaskazini, ambako mpaka sasa kuna uhaba mkubwa wa maji. Tumepata kiwanja katika kata ya Mwika Kaskazini kwa ajili ya kuchimba kisima, lakini mpaka sasa MUWASA wameomba maji wameomba fedha takriban miaka miwili sasa hawajaweza kupatiwa ili waweze kuchimba kisima hicho. Swali la pili, je, serikali imejipanga vipi kuhakikisha inapambana na upotevu mkubwa wa maji ambao unaendelea kuipa hasara wizara hii? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, napenda kumjibu Mheshimiwa Esther kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kabisa tumekuwa tukishirikiana na Mheshimiwa mbunge katika baadhi ya maeneo ambayo ameona yana changamoto, amekuwa akialeta, na sisi kama serikali tumeendelea kuchukua hatua. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewekeza takriban bilioni 10.14 kwa mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya miradi 15, lakini vile vile tunaelewa kabisa kwamba kati ya vijiji 12318 nchi nzima, Mheshimiwa Rais tayari tumeshafikia takriban vijiji 10,500 ambavyo tayari vimeshafikiwa huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa mbunge tuendelee kushirikiana kama ambavyo amekuwa akiwasemea zaidi wana Kilimanjaro, nami nitaendelea kumpa ushirikiano kwa niaba ya serikali ili tuhakikishe kwamba hata vijiji hivi vya Mamba Kusini, Mwika Kaskazini na Mwika Kusini vyote vinaingizwa katika mpango wa kufikishwa huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa swala la upotevu wa maji, ni mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba tunaendelea kupunguza upotevu wa maji, kwa sababu ni hasara kubwa kwa serikali tunapowekeza, lakini pia ni gharama kubwa kwa watumiaji pale ambapo tunazalisha kwa gharama kubwa, lakini maji yanapotea, watumiaji kule wanajikuta kwamba wanagharamika gharama za uzalishaji wakati maji hayawafikii. Sisi serikali tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu, lakini katika designing zetu tuhakikishe kwamba tuna design ambazo hazisababishi upotevu wa maji. Kwa hiyo ni mpango wa serikali. Mheshimiwa Spika, namshukuru sana Mheshimiwa mbunge. Waheshimiwa wabunge nimewaona, lakini maswali mafupi. Narejea tena. Mheshimiwa Musa Sima, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha mradi wa miji 28 unakamilika kwa wakati pale Singida mjini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mkakati wa serikali kwanza kabisa kwa miradi yote ya miji 28 ikuwemo na Singida mjini ni kukamilika ndani ya mkataba ambao tumeingia na wakandarasi. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Godwin Kunambi, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa kunipa fursa kuuliza swali dogo la nyongeza. Ni lini mradi wa tarafa Mlimba, mradi wa maji wa tarafa Mlimba utakamilika? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, mradi wa Mlimba ulikuwa na changamoto kidogo kwa sababu ya mabomba kadhaa na kulikuwa na ucheleweshaji kidogo wa malipo, lakini sasa hivi tayari serikali imeshakaa na mkandarasi na kukubaliana tuende kwa utaratibu gani ili mradi huu ukamilike. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa mbunge, mradi huo tunautazama kwa jicho la kipekee kuhakikisha kwamba unakamilika na watu wake wapate huduma maji safi na salama. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa bunge, shukrani zenu kwa kupewa nafasi nimeshazipokea. Kwa hiyo msinishukuru. Mheshimiwa Abdalla Chaurembo, swali la nyongeza. Ni lini serikali itatatua tatizo la upatikanaji ya maji safi na salama katika eneo la kwa Mwarabu? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa Mbagala ni kweli kabisa kuna maeneo ambayo yana changamoto, sio kwa Mwarabu peke yake. Mheshimiwa mbunge ameshaleta maeneo mengine ambayo tayari tumeshachukua hatua na tumeshamaliza kuyafanyia kazi, na hilo tumhakikishie kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan haitoshindwa kwenda kutatua changamoto hiyo ya kwa Mwarabu. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Zuberi Kuchauka, swali la nyongeza. Kata ya Kichonda, kijiji cha Kichonda kina tatizo sugu sana la maji na la muda mrefu. Lini serikali itakuja kutatua tatizo hili kwa wananchi wale? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kata ya Kichonda, kijiji cha Kichonda, serikali inatambua changamoto iliyopo pale, na sisi katika bajeti yetu hii ambayo waheshimiwa wabunge walioipitisha wiki iliyopita ya trilioni 1.016 inaenda kutatua changamoto katika kata ya Kichonda na kijiji cha Kichonda. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Profesa Ndakidemi, swali la nyongeza.
ipi kauli ya serikali kuhusu kupeleka maji katika baadhi ya maeneo ya kata za Mbokomu na Kimochi ambazo tuna uhaba mkubwa wa maji? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Ndakitemi kama ifuatavyo. Mheshimiwa